Naitwa Juma Omar Sharifu almaarufu Alkasusu. Ni yule ndugu yenu, rafiki yenu wa kila mara. Ni katika hali ya kuelimishana, kukumbushana katika masuala mbalimbali za jamii. Leo nipo hapa kuwakumbusha wananchi wenzangu kuhusiana na tabia, mwenendo ya baadhi ya wanasiasa. Baadhi ya wanasiasa hawapo na sisi wananchi kwa nia njema, wapo kwa ajili ya kutugombanisha, ili baadhi ya wananchi tugombane, afu lengo lao litimie. Sasa jukumu letu ni kuwakataa. Mfano, hapa kwetu chama kilikuwa kimoja, lakini mwaka 1992 vyama vingi vikaanzishwa. 95 uchaguzi ukafanyika kwa awamu ya kwanza kwa vyama vingi. Sasa kila chama kinapaswa kunadi sera ya chama chake bila ya kashfa, bila ya matusi kwa chama kingine. Yule mwananchi atekelewa sera ya chama chake, chama chako, basi atakwenda kujiunga na chama chako pasipo na kufanya vurugu au pasipo na kuleta maneno ya uchochezi baina ya chama kimoja kwa chama kingine. Sasa lengo halikufikia. Baadhi ya vyama vipo nchini kwa lengo la kutugombanisha sisi wananchi, hawapo kwa lengo la kuunganisha wananchi. Sasa leo hapana, niji hapa kuwakumbusha wananchi wenzangu, chama kikitokea kimoja kinaogombanisha wananchi wa chama kingine, kinaogombanisha baadhi ya viongozi, chama hicho hakifai kuwepo katika nchi yetu. Leo tumeshuhudia kuna chama kimoja hicho kimesababisha watu wengine waonekane hawafai kwa chama kingine. Kumbe sio lengo. Lengo ni kuenea sera zako kwa chama chako, ili mimi nivutiwe niingie kwa chama chako. Mfano, mimi nilikuwa kafu, chama cha wananchi kafu, lakini kutokana na sera ya Chama cha Mapinduzi ndiyo ikanivutia kwenda kujiunga na Chama cha Mapinduzi, pasipo kutukanwa, pasipo na migomvi. Kwa nini chama hicho kingine kinaleta mambo ambayo ya kugombanisha watu? Mfano, Oktoba 29 watu wanaathirika katika vile zile ni viongozi wa Chama cha Mapinduzi, nyumba zao baadhi kuchoma moto na bendera kuchoma moto. Kwa nini? Chuki. Chama sio chuki. Eleza mambo yako, chama chako, mimi mwananchi nielewe, niingiwe na tamaa kujiunga na chama chako, la sivyo vinginevyo. Hapana, niji hapa kuwakumbusha wananchi wenzangu, tuwakatae wale wote wanaoweza kutugawa sisi wananchi kwa itikadi ya vyama vyetu, itikadi ya dini zetu. Hapana, hii nchi yetu ikiharibika tunaharibika wote. Hapa nimekuja kutoa angalizo, tuwakatae wale wote wanaweza kutugawa sisi wananchi kwa itikadi ya vyama vyetu. Vyama vitakuwepo, tuangalie maendeleo yanayopatikana vipi katika nchi yetu, tushirikiane na serikali iliyokuwepo madarakani, si vinginevyo. Asante. Juma Omar Sharifu.